Ahlan wa sahlan na marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Na leo mpenzi mtazamaji, ni furaha na bashasha kuweza kumpata mgeni mwingine ambaye atatuelezea zaidi kuhusiana na mengi kuhusu vijana na mengi ambayo unafaa wewe kama kijana kuyafahamu. Na mgeni mwenyewe si mwingine ni kwa jina Isaiah Maresi ambaye atatueleza zaidi kuhusiana na hilo. Tukirudi kwake, habari yako? Mzuri sana. Nashukuru sana kwa makaribisho kwa studio zenu. Karibu. Asante. Karibu sana. Yeah. Na leo ni siku njema kuweza kupata wewe kuweza kuhudhuria na kutuelezea mambo kadhaa wa kadhaa yanayohusiana na vijana, na tunaamini wewe mwenyewe utaweza kutuelezea zaidi kuhusiana na hilo. Ila kabla hatujaanza, ningependa umuelezee mpenzi mtazamaji kuhusu wewe, unaitwa nani, unafanya nini, ili aweze kukufahamu kidogo kuhusiana na wewe. Okay, asante sana. So mimi naitwa Isaiah Maresi. Mimi nimekuwa nikifanya kazi na vijana. Nimekuwa nikitrain vijana kuhusu kuandika CV nzuri, personal development, na katika ile kazi nimefanya, ile kazi wanafanya kujitolea. So nikiwa pale kwa kijiji, unapata kuna vijana wajui kuandika CV, wajui kujielezea nini. So kutoka na hiyo hali huwa na post online kama kuna kijana amekwama, natuma CV yake na iangalia. Na kwa ule muda nimekuwa nikipitia kwa CV za vijana, unapata kuna kijana amefanya degree lakini ukiangalia CV yake haimuelezei venye nafaa kumuelezea. So unapata pia hana ile skill ya kujielezea. So mimi kama kijana pia nimepitia katika hiyo hali, naelewa zile challenges wanapitia. So kupitia hiyo mimi huwa najitolea pia kuwasaidia vijana pia nao wajisaidie kuendelea mbele kimaisha. Vizuri sana, vizuri sana. Na inaonekana ni mtu ambaye umebobea katika masuala mengi, kwa sababu swala la kuandika CV ni swala ambalo linasibu vijana wengi, na wengi hawajui kuandika na wengi wanakosea haswa. Ndio inakuta wengi wanakosa kupata kazi kulingana na CV zao. Tukiendelea zaidi kuhusiana na swala letu la kwanza, it's about personal development, ambao hiyo nadhani ilikuwa ni topic ya leo ambao tunaenda kuangazia. Kwa Kiswahili wanasema ni maendeleo ya kibinafsi. Je, utatujuza zaidi nini hasa maana ya personal development, maendeleo ya kibinafsi? Asante. So personal development venye mimi wanaielewa ni kujiinvest, yani investing in yourself. So number one, kwa personal development ni kujielewa wewe ni nani, unaweza fanya nini, what are your strengths, what are your weaknesses. So ukijielewa unaweza fanya mambo mengi sana, kwa sababu umejielewa wewe ni nani na umejielewa unataka kwenda wapi kutokana penye uko. So personal development either tuna spiritual, una develop spiritually, upande wa skills na pia upande wa kimaisha. So ukijidevelop personally utasonga sana kwa maisha, kwa sababu personal development si tukishamaliza tu shule huyo ndio mwisho wa kuendelea kulearn. Learning is a continuous process. Na kwa hiyo kuendelea kulearn utaendelea kujidevelop. Wakati unapatana na watu unaendelea kujifunza mimi naweza fanya nini, unaendelea kujijua wewe. Na pia unapatana ukishajijua, maybe kuna kitu unaweza fanya vizuri, lakini kabla uifanye kitu unaona mimi nikifanya nitafail, mimi nikifanya nitafail. Kwa yani haujiamini, fear of failure. So hiyo kwa sababu haujajidevelop vizuri, so haujiamini. So lakini personal development ukijielewa wewe ni nani na unataka kufanya nini kwa maisha, na zile strengths zako na weaknesses zako, na alafu na capitalize kwa your strengths, unasonga sana kimaisha kuliko ule tu amekaa tu alishamaliza shule amekaa pale eti mimi nangoja tu nipate kazi. Learning is a continuous process. Hata watu wazee bado wanaendelea kusoma. Hata mimi mwenyewe bado naendelea kusoma. Kila siku najifunza kitu mpya. So personal development ni muhimu sana katika maisha ya vijana. Vizuri sana kuhusiana na hilo. Na tukiangalia ni areas that one has to improve upon or develop further
ni sehemu zipi ambazo mtu anafaa kujishughulisha zaidi ili aweze kujiinua upande wa maendeleo ya kibinafsi? So ni sehemu nyingi sana ambao mtu kibinafsi unafaa kujiendeleza kimaisha. Number one, upande wa elimu ni muhimu sana. So na si eti nikisema elimu simaanishi si eti umeenda university ama umeenda nini. Unaweza kuwa umesoma umefika form 4, maybe umekosa school fees ya kwenda college ama kwenda university, but hiyo ndio sio mwisho wa maisha. So lazima uendelee upande ya nini skills, lazima uendelee kujidevelop upande wa skills. Na pia katika jamii tuko na social, upande wa social development. So how do you work with other people? How do you network with your colleagues? How do you work with your friends? So hiyo pia kwa sababu naelewa kwa hii dunia hata inasema nini, people promote people. So mi nikinetwork na wewe maybe itafika mahali uone opportunity, utaniambia kuna opportunity mahali. So na kama nikikuja hapa na nisi network na wewe vizuri, ni hiyo relationship yetu kwa mbaya, hata kuna kitu kitokea au uwezi sema uwezi nikumbuka, hata nasema tu wacha aendange na kwenda. So tuko na hiyo development toward skills, alafu kuna hiyo social development, na pia kuna spiritual. Katika hii dunia lazima tumheshimu Mungu, kwa sababu Mungu ndio pia anatuinua kulingana na ile mambo tunafanya. So hiyo ndio njia moja, hizo ndio baadhi ya zile njia zenye unazajiwekeza upande wa personal development. Na pia kuna personal goals. Tukiongelea hapa personal development, kuna pia personal goals. So lazima ukuwe na goals kwa maisha yako wakati unaendelea kujiendeleza kibinafsi. What are your goals? Either unaweza kuwa unataka kujidevelop a short term goal or long term goal. Kwa mfano unaweza kuwa unafanya kazi mahali lakini unatarajia ukuwe promoted. That's a goal. Naona. So lazima uanze kujiweka kwa ile njia ya kuendelea kwa ile kitu unataka. Kwa sababu usipokuwa na goal, utakuwa unafanya tu mambo yako hivi. Hakuna au utakuwa na ile nini yako. Sasa utakuwa unafanya hivi, unafika mahali unachoka. Unafika mahali unachoka. Kwa mfano mtu akikwambia tu hapo, kwa mfano unataka utoke hapa uende mahali fulani. Ile swali la kwanza utamuuliza, naenda kufanya nini? So hiyo yenye unaenda kufanya kwanza, ama hiyo kitu unataka kuachieve, ndio ujiulize kwanza. Nataka kujidevelop personally. What do I want to achieve? Sawa. So ukisha kuwa na hiyo goal, sasa ni ukuwe na malengo. Sasa unakuwa na malengo, sasa utaanza kuyakimbiza. So unajua nakimbiza hili lengo. So is it a short term or a long term? So kama ni short term, utajua ile kasi utaenda nayo ndio ufike ile lengo. So ukiwa hapo sasa, nimeongelea kuhusu hiyo, maybe kama unataka promotion, maybe kuna kijana pale amemaliza form 4, anataka aende achieve skill fulani. So lazima pia utafute wale watu wenye watakusaidia kuenda kuachieve ile goal yako. So kama unataka, for example, kwa mfano unataka kujidevelop upande wa digital skills, marafiki wako ni kina nani? Naona. So lazima ujue marafiki wako, na wale marafiki yako lazima wakuwa wanapenda ile kitu unafanya. So kama unataka kufanya ukwenda kudevelop skill, goal yako ni kudevelop digital skills. So kama marafiki wako, uko na marafiki 5 wenye wako upande wanafanya mambo na digital skills, utakuwa 6 kukuwa na hiyo digital skills. Kama unaambiwa ukitaka kuwa engineer, tembea na maengineer. Tembea na maengineer. So kabla tujaendelea zaidi, what's the meaning? I believe kuna mtazamaji ambaye hajaelewa zaidi kuhusiana na short term goals na long term goals. So briefly, unaweza kuelezea what do you mean by short term goals and long term goals? So upande wa short term goal ni ile goal una set na unataka achieve chini ya mwaka mmoja.
For example, chini ya mwaka moja ama miezi 6. For example, nataka baada ya miezi 6 ama mwaka moja, nataka nikuwe nimefika mahali fulani. Na long term goal ni ile lengo unataka kuachieve baada ya mwaka moja na kwenda mbele. Yeah. Maana na very sure kuna mtu alikuwa haelewi zaidi kuhusiana, kuna mtu anaulizwa what are your goals? Utamkuta anasema short term goals na si long term goals. Ndio mpaka mtu utakuta anakuspecify, yani ana specify exactly, anakuambia what are your goals after 3 years or what are your goals after 5 years. Maybe nikisema tu kwa mfano for example a short term goal. Huwa wanasema ukiset your goal una make sure your goal is smart. So na unajua watu wengine wakiset goal haikuangi smart. Kwa mfano nikimaanisha goal smart inamaanisha aje? For example unataka kuwa promoted kwa kazi. Unataka kuwa promoted after how long? So lazima unasema for example I want to be promoted after 1 year. Naona. So ukishajiweka hiyo 1 year lazima unaendelea kujipanga. So ndio ikifika ile lengo at least unaweza evaluate nimeifikia ama sijaifikia. Naona. So na pia lazima tukue na hiyo time frame, muda. Unataka kuwa promoted wapi? Unataka kuwa promoted kuwa supervisor, kuwa manager, ama nataka kuanzia biashara gani? Nataka kuanzia biashara ya saloon baada ya mwaka mmoja. Naona. Hiyo saloon itakuwa na viti viwili, itakuwa na mfanyikazi mmoja. So lazima unakuwa specific wakati una set goal, ndio at least ukisha set your goal unajua utaenda kasi gani ndio ufikie ile lengo lako sasa. Tukisalia hapo sehemu ya short term na long term goals. Kuhusiana na masuala na short term na long term goals, does it mean ya kwamba ile short term goal ni kitu ambacho unajua hichi nitakiachieve lakini ni kwa muda huu, alafu long term goal ni kitu ambacho kinaendeleza mbele? So unaweza kuwa na goals mbili. Unaweza kuwa na long term goal na short term goal. So unajua pia ina depend the resources you have, the skills you have. For example, hii long term goal unaweza iset kwa sababu everything to achieve that goal iko. But ile long term goal unaweza iset ukijua nikiachieve short term goal itanisaidia kuachieve long term goal. Wow, that's good. Hiyo ni kitu kizuri sana. Na vile umeongea kuhusiana na personal development, could you kindly or utuambie your journey concerning yourself, your personal growth, your personal development, kidogo kuhusiana na safari yako, ili mtazamaji aelewe zaidi kuhusiana what do you mean about personal development? Okay, so mimi nimepitia njia mbalimbali ndio at least kufika mali nimefika. So nakumbuka nikiwa pale shule kuna organization ilianzisha tu ilikuwa inaitwa Social Agencies Chapter. So hii organization ilikuwa ya kusaidia wale vijana kwa shule ya social sciences ati kupata opportunities nje. And is it still there, the group or? So wakati nilitoka shule niliachia wengine, sasa sijui walifikishia wapi. So kutoka hapo and then immediately nilimaliza shule, sikuwa na ule mtu wa kunishika mkono. So nilimaliza shule na nikaenda Nairobi direct. Sikujua naenda wapi. So nilikaenda kufanya kazi, ikaanza kufanya kazi kidogo kidogo, hizi manual jobs. Wakati nilikuwa nafanya ile manual jobs haiko in line na my career. So na mimi nikasema ile siku nafanya ile siku sijaenda kufanya ile manual job, at least nitatafuta organization nitakuwa na volunteer nayo. So nilikuwa na volunteer na hiyo organization, na train wasichana kuhusu mambo na GBV, FGM, nini, mambo na mentorship. So pole nika volunteer. With the time nikakuja hapo 2020 sasa nilikuwa nimeapply kazi. So corona ikakuja ikaiharibu. But mimi najua venye natumia social media yangu, how do you brand yourself? So nilikuwa najibrand. So kuna siku nilijibrand kwa sababu it's also one of my passion, nilijibrand kama FGM champion. So kujibrand hivyo, kwa Twitter kuna mtu alinitumia message akaniambia I can see Isaiah you are doing this and this toward the girls.
Will you mind if you can be on a panel to speak on how can we engage youth on End FGM? Wow, that's hiyo organization ilikuwa inatoka UK na moja hapa Kenya. So nikafanya mkutano hadi saa 4 usiku. So kutoka pale pia hiyo wakati wa corona kuna organization walikuwa wanagawa masabuni nini. So mimi nikapost pale, how can I volunteer? Naona kuna mmoja alinitumia message akaniambia visit a certain office. So mimi nikaivisit. Wakati nilivisit wakanipatia opportunity ya kuvolunteer. Yes. So nikavolunteer pale hadi sasa bado nafanya na wao kazi. Naona. So hiyo personal development so nilikuwa nayo kwa sababu mimi huwa naamini yes umesoma ama uko na hiyo skill uko nayo. What are you doing with that skill? So it's better you put your knowledge into action. Usipoweka your knowledge into action, hiyo knowledge haitakuwa inakusaidia. Yes. Naona. So ni heri uweke hiyo knowledge into action na pia wakati unafanya hivyo unaendelea kulearn. So mimi niliendelea kulearn. Alafu pia nilikuwa na mentorship pia. Kuna siku my lecturer alikuwa mkali shule hadi wanafunzi walikuwa wanamuogopa. So wakati nilimaliza shule nikakuja niko huko nje sasa. So mimi sikuwahi kumuogopa kwa sababu kuna siku nilimiss marks. Najua nilifanya mtihani but nilimiss marks. Mimi nikamwambia nipatie mtihani nifanye. Nikaenda nikafanya mtihani kwa ofisi yake, amekaa hapa na mimi nimekaa hapa. So kutoka hapo hiyo relationship ikaendelea. So amekuwa akinimentor, akiniambia venye nitafanya hadi saa hii. Wow, that's so amazing. That mentorship that has been the journey. So ukiwa pale usingoje upate kazi. Volunteer, opportunity inatokeanga kwa in the process. Yeah. Wow, that's amazing. That's amazing. So acha tuchukue mapumziko kidogo, Isaiah, then when we come back we'll continue with the session. It's a very beautiful session actually. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza ya kitengo cha gumzo la vijana umeweza kufaidi, na tukirudi kutoka kwa mapumziko tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo gumzo la vijana katika awamu ya pili. Na mpenzi mtazamaji, tulikuwa naye na tupo naye si mwingine ni Isaiah Maresi ambaye ni mgeni wetu leo, na ametuelezea zaidi kuhusiana na safari yake katika personal development ambayo ni maendeleo ya kibinafsi, na bila kupoteza wakati atatuelezea zaidi kuhusiana na swala zima la personal development. Kurudi kwako. So tulikuwa tunaendelea na umetuelezea zaidi kuhusiana na wewe na kuhusiana na safari yako kwa uchache kuhusu maendeleo ya kibinafsi. Na going to the other question, katika awamu ya kwanza umeongelea swala zima la mentorship. How does mentorship contribute to personal development? Okay, asante sana. So mentorship, number one, mentorship inakusaidia kujua where are you, what is your goal. Sawa. So ukija mentor, so pia inakusaidia na wale pia wenye una mentor, inakusaidia kujua your goal or your personal development goal. Then ukishajua your goal, unakuja unaangalia where am I currently towards achieving that goal. Then unakuja kutokana na hiyo where you are, then you come up with options. Uko na option zipi ndio ufikie ndio uachieve ile lengo yako. So una come up with options. Unaweza come up na almost 10 options. Then the last stage is way forward. What's the way forward from the 10 options? Which one are you going forward? Which one are you going to capitalize on to achieve your goal? Wow, that's great. Na kuhusiana na swala lingine, kuhusiana na personal development ya kwako, when you were starting your journey towards personal development, did you face any person or people demotivating you, and mpaka kufika pale umefika? Lazima kuna watu ambao uko chini, lazima walikushusha moyo, walikuvunja nguvu, and how did you manage to maintain the constant?
So number one, changamoto ni mingi, hakuna jambo ambayo halina challenges. Sawa sawa. So maybe kabla niguzie hilo, naweza niguzie tu kidogo umuhimu wa personal development. Number one, personal development ina boost your confidence. Kwa sababu hiyo personal development itakusaidia unajielewa, self awareness. Ukishajielewa unajiaccept. Ukishajiaccept hiyo ita boost your self confidence. Sawa sawa. Na ukisha boost your self confidence, personal development itakuforce out of your comfort zone. Naona? Sasa itakupush. Don't be comfortable. Move forward. Achieve what you want to achieve. Sawa sawa. So changamoto zenye nimepitia ni mingi. Nitaanza na changamoto moja hapa kwa kuvolunteer. So hapa kwa kuvolunteer, number one, nimekuwa na wale watu marafiki ambao wamekuwa wakini discourage. Isaiah, unafanya kazi ya bure. It happens. Inatokea sana. Unafanya kazi na upate mshahara. Unafanya kazi na ulipwi. So how do you survive? Una survive aje? But mimi nilikuwa najua venye na survive. I know I want to achieve two things at the same time. I want at least to gain something, at least pesa za kujikimu. At the same time, nataka kupata experience yenye iko in line na my career. Naona? So wakati mtu anakuambia mimi siwezi fanya kazi ya kazi silipwi. Unaona? So na walikuwa marafiki yangu wa karibu. Na saa hii ukiangalia na venye walikuwa wananiambia eti unafanya kazi ya kujilipa, at least I knew what I wanted. You know, so I usually say that if you know what you want, go for it. Hata ukuwe discouraged, go for it. So long as you know it's right, usiwahi iacha. Sawa sawa. So hapo wakati mtu alikuwa anani discourage, mimi nilikuwa najijua na nilikuwa najua ni nini nilikuwa nataka kuachieve. So sikuwahi give up. I continued doing it. Because hiyo kazi ya kufanya kazi kwa jamii ni kitu imekuwa ndani yangu tangu nikiwa mtoto. So hata ni discourage haiwezi. Hata niambie yani unatoka tu kila siku unaenda unatembea alafu unarudi tu hivyo. Hauna kitu. Unaona hata pale kwa kazi kama unafanya kazi kama ni ile kazi unapenda, unaona? Unaweza enda an extra mile. Eti ukiambiwa ingia Saturday, mimi siwezi ingia, lakini ukijua ile kitu unafanya itakusaidia kwa maisha. Yeah, so challenges ziko, utakuwa discouraged, utaambiwa huwezi. Then changamoto ingine ni kutojiamini. Kwa sababu hapo nyuma sikuwa nimejijua ama sikuwa nimejua zile strengths zangu, so sikuwa najiamini. So maybe nikiambiwa nifanye kitu nilikuwa najiuliza kwanza na nikifail, so unaona, so sikuwa najiamini, na hiyo kutojiamini ilikuwa inanifanya confidence yangu inarudi chini. But ni ile kitu nilifanya, nilianza kusoma online. Siku hizi masomo ni ya bure. Naenda tu online, you read. Ile kitu unataka utaipata. Yeah. Wow, that's great. Well, and tukienda kwa swali lingine, it's good about knowing that mtu build confidence, it's another way kufanya personal development yako igrow. So what role does self-awareness play in personal development and how do you cultivate it? So self-awareness ama kujijua kwa personal development, number one, inakusaidia kujua wewe ni nani. Pia hiyo self-awareness inakusaidia kujua, kwa sababu unaweza carry out SWOT analysis. Unajijua what are your strengths, what are your weaknesses, what are the opportunities that are available for you, and what are the threats that can hinder you from achieving what you want. Yes. So self-awareness inakusaidia number one, kujijua wewe ni nani. Sawa sawa. So ukishajijua wewe ni nani, unaanza kucapitalize ama kutumia ile strength yako kuachieve ile goal yako, na pia kuangalia zile sehemu zenye uko weak na pia kuimprove kwa hizo sehemu zenye ziko weak. Then pia self awareness itakusaidia
kujijua na ita build your confidence of which utakuwa ukienda mahali hauwezi ogopa. Kwa sababu mimi wakati nilianza kujijua sikuwa naogopa. Nilikuwa naingia ofisi yoyote. Naingia pale na nataka kuona mtu fulani. Naongea na yeye. So yani nakupatia confidence. So kwa sababu unajijua na unajijua unataka nini. Lakini kama hujui unataka nini utakuwa na hiyo challenge. Unaona? So nitaenda unifanye aje. So nikienda nitaambiwa aje. Nikienda unaona. So hiyo self awareness inakusaidia number 1 kujijua. Then how can you cultivate it? Network. Marafiki wako ni kina nani? Network na wale marafiki heri utafute ule rafiki mwenye atakwambia ukweli hata kama inakuuma. Unaona? Huyo ni mwenye atakuwa amekusaidia. Kuliko utafute ule rafiki mwenye atakuwa anakusifu tu, lakini ile kitu anakusifu hakuna venye inakusaidia. So mimi saa zingine nimekuwa na marafiki atizi wananiambia Isaiah, you are good at it or at this, but hapa ni weakness yako. Unaona? Yani walikuwa wananiambia Isaiah, you are doing, unafanya kitu mzuri lakini unakubali majukumu mengi sana. Unaona? So at least mtu akikushia kuelezea hivyo unajielewa. Unajua I need to improve in this area. Sawa sawa. Yes. Then tuko na upande mwingine hiyo self awareness. Ukishapatana wale marafiki zako, rafiki yako akikwambia Isaiah, hii ni kitu mbaya, na wewe mwenyewe unajua ni mbaya na maybe imekuuma, ni heri uichukulie positive. Everything unachukua positive, alafu unaanza kuimplement. Unaanza tu polepole, unaanza kuchange polepole kwa sababu umeshajijua. Na ukishajijua pia utakuwa na marafiki wazuri. Lakini kama hujajijua utakuwa unafuata tu peer pressure, ile kitu marafiki zako wamekuambia ndio unafuata. Akikwambia fuata hapa tu wewe unaenda tu hapa. Ukiambia twende hivi, ukiasa mnaenda mnajipata kwa shida nyinyi wote. At the same place. At the same place. Wow, that's great. And speaking about strengths and weaknesses, you've talked about it a little. So how can someone balance between weaknesses and strength during personal development? Mtu anaweza kupimaje mizani yake kuzibalance? So number 1, kulingana na wale watu nimeinteract nao, especially youths. Most ile weakness nimekuja kugundua ni confidence. Confidence yao mingi iko chini sana. So number 1, lazima ujijue. Ukiwa na skill ni strength. Unaona? Kama unajua kucommunicate vizuri ni strength. Ukijua kufanya kazi na watu vizuri ni strength. Unaona? So number 1, unaangalia kuna zile skills zenye huwezi survive bila kwa hii maisha kama una. Number 1, communication. Kweli. Lazima ujue venye unaweza kuzungumza na watu. So kama ujue kuzungumza na watu, hata uzungumze na mtu aje kama unataka kitu utaipata. Kwa sababu kupitia mazungumzo tuko na zile channels communication. Information ikitoka kwangu kabla ifikie mtu mwingine unapata imechange ikifika pale imekuwa ingine. So ukishajua what are your strength, kama for example uko na skill, for example uko na strength yako, kama for example unajua kushuka vizuri, that's a skill. Number 1, maybe weakness yako ni communication. Maybe so naona hizi ni mbili. So hapa kwa skill unajua kushuka vizuri, si ndio? Lakini weakness yako moja ni communication. But you know, bila hii communication hii, kama unataka kuanzia biashara ama nini ya salon, unajua huwezi endelea kwa sababu you need customer service and you cannot be a good in customer service if you don't know how to communicate. Naona? So you know your weakness. Ukishajua your strength, hata for example ukiwa na strength 3, then alafu unaangalia ile kitu unataka kuachieve ama ile your personal goal, si ndio? So unaiangalia hii goal inahitaji nini. Number 1, hii goal inahitaji skill ya communication, inahitaji skill ya hairdressing, inahitaji skill ya customer service, sawa sawa. So kwa hizi skill
uko na gani na hauna gani. Kwa hii skill niko na hii, for example communication, lakini sina skill ya customer service. So unaanza kuimprove kwa ile skill iko chini, kwa sababu a weakness you cannot remove it. What you can just do to a weakness is to minimize it. So because we are not perfect. Exactly. So if you have a weakness, for example, in communication, you can work hard to minimize, to at least increase your communication skills, but with time inaweza kuwa perfect, but itakuwa perfect kabisa, but sasa utai-minimize. Na ukisha-minimize, ile weakness yako unai-minimize na strengths zinaongezeka. So unapata ukisha-balance the two, if you want something, you don't fear, you just go for it and you achieve it. Wow, that's great. Speaking about personal development, it's a good explanation about the weaknesses and strengths. I believe kuna mtu kule nje ambaye inamsumbua. Kati ya vitu ambavyo vinasumbua watu wengi, weaknesses na strengths inasumbua watu wengi. Na tukikuja kwa the categories, kuna hizi categories za personal development ambazo tulikuwa tumesema, kuna hiyo kiakili, kijamii, kiimani, kimwili, kihisia. One of the emotional thing ama upande wa kihisia it's kuhusiana na fear. So ukikuwa na fear, kuna ule mtu mwenye haezi kabisa kujiinua kama ako na ile fear ya kufanya kitu. So how does one minimize kukuwa na ile fear ya personal development? Like anaogopa, mimi nikifanya kitu it won't succeed. Like kuna mtu ako na ile fear of failure, anaogopa sana kule kuanguka. So kama mtu ako na ile fear ya kufail, number one, ile kitu ya kwanza anaweza fanya, number one ni kutafuta marafiki. Number one, nilikuwa nimesema hapo nyuma, ile lengo lake. Ile lengo lake ndio anaangalia hilo lengo kwanza. Okay, weakness yako for example ako na fear, naogopa. So ile kitu anaweza fanya, kwa sababu ni bado tupale kwa self awareness. Lazima ujijue na ujue unataka nini. Ukishajijua, umejua strengths zako na umejua weaknesses zako, for sure hautakuwa na fear. Hiyo fear pia, be prepared every time, be prepared. Mimi sana kuna kitu inanisaidia sana. Number one, huwa anasema hivi, it's better to be ready and not have an opportunity than have an opportunity and not be ready. Unaona? So kama anajua ile lengo lake ni fulani, si ndio? Hata kabla hajafikiri lile lengo, anaanza kujipanga mapema. Ako na fear ya kufanya kitu, ako na fear ya kuona eti anaweza fail. Anaanza tu kujenga, anaanza tu kujijua vizuri. Akishajijua, confidence yake itapanda. Na wakati confidence yake inaanza kupanda, ataanza kuninia kitu bila kuogopa. Pia kuwa na ule rafiki anaku-encourage. Isaiah, you can do it. Isaiah, you can do it. Don't give up. Ukiwa na rafiki kama huyo, nakwambia ukitaka kufanya kitu utakuwa naogopa, kwa sababu unajua kuna mtu ako nyuma yako. Namba mzazi anakuambia, Isaiah, my son, you can do it. My daughter, you can do it. Don't give up. Unaona? Lakini ukikuwa na rafiki, ukifanya kitu tu, wewe hauwezi. Kama confidence yake ilikuwa chini, itaendelea kushuka chini. Lakini kama kuna ule mtu anakuambia, Isaiah, you can do it. You can do it. Don't give up. Ile confidence yake itaanza kupanda na fear itaanza kupungua. Kushuka. Yeah, kushuka. Wow, that's great. So tukimalizia katika hii awamu ya pili kuhusiana na swala zima la maendeleo ya kibinafsi, personal development. So what advice you as a youth, because you're a youth and I believe you do community work. Many people do community work. So what advice will you give to a youth out there who's low about personal development, na pia ukiangalia ni mtu ambaye hajipi moyo, amekufa moyo katika maisha kuhusiana na, labda ukiangalia mtu hapati kazi, akiangalia mimi kama niko na uoga huu wote ambao niko nao, how can I develop myself? You yourself, you have experience about that, uko na experience kuhusiana na hilo. Wewe unaweza muelezea vipi mpenzi mtazamaji, what advice unaweza msaidia nayo? So nitatumia kwa mfano,
wakati nimekuwa nikigrow, hata nikiwa uni, high school, singeweza kuongea mbele ya watu. Hata nikiwa pale class mwalimu aniite, Isaiah kuja ufanye hii hesabu, ningeenda pale mikono zangu zinge sweat na ningeanza tu kutetemeka. Unaona? But wakati nilianza kufanya kazi ya jamii, nikakuja nikagundua communication lazima nikuwe nayo. Unaona? So lazima nijue kuzungumza na watu, lazima nijue kufanya na different kinds of people. Kwa sababu in this world or in this society we have different type of people. We have the difficult people to work with. We have the difficult people to approach. Kuna mtu ukifanya tu naye kazi yani unaogopa tu. Unaona? So for example unaenda ukiambia mtu kitu, hiyo mimi siwezi, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Unaona? So kama wewe ni youth pale na uko na hiyo fear, bado una hiyo confidence, it is high time uanze kujijenga mapema, uanze kugrow. Kama unakaanga kwa nyumba, eti unashindanga tu kwa nyumba, toka pale nje, enda interact na watu, enda kwa workshops, tembea kwa seminars, pale kanisani, ongea na watu. Kama ni skill yako maybe communication iko chini, anza na watu 2, anza na watu 3, 5, anza kuzungumza. Alafu kisha fanya nao, kama uko na mentor ama kwa wale unaenda kuuliza, how was my presentation, how was my talk, how was my communication, watakwambia hapa ulifanya vizuri, hapa ulifanya vibaya. So wewe kama uko tu pale, there's nothing you are doing about your personal development. No one will come to help build your personal development. Personal development, it is in your hand. It is you to decide. But before you decide, no one will come and hold your hand to develop your personal hand. It is you to move out, look for those people who can help you to develop your personal development. Jitume. Usipojituma utabaki tu pale. Your career iko kwa mikono, is in your hands. So it's you to decide, either I want to take action or I want to remain at the same place I was. But move out of your comfort zone. Hii comfort zone inamaliza watu wengi sana. Kwa sababu kama mtu amefika mahali alafu anaridhika na ile kitu amekuwa akifanya, umeridhika tu, hakuna siku utafikiria kutoka pale. Na pia usipotangamana na marafiki wale wenye wako na mawazo kubwa kubwa, hakuna siku utafikiria kutoka pale. Wewe utaona tu uko comfortable. Na ukishaona uko comfortable, maisha yako itashinda hapo, na hata opportunity ikitokea hautaipata kwa sababu you are not prepared for the opportunity. So youth, is a high time you come out. Go for what you want. If you don't go for what you want, no one will give you. Go and take it. Go and fight for it. Opportunities ni mingi, but if you don't fight for it, no one will fight for you. No one will fight for you. Thank you so much, Isaiah, for those meaningful words. Na hapo ndio itafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kupata mawili matatu kutoka kwa mgeni wetu ambaye si mwingine ni Isaiah Maresi, ambaye ametuelezea zaidi kuhusiana na swala zima la maendeleo ya kibinafsi. Ni vipi unaweza kujikuza wewe kama youth huko nje, maendeleo yako ya kibinafsi, na nakwambia kwamba usichoke, unafaa kutoka nje na kutafuta. Usikae, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuja kukufuata wewe unapokaa, bali ni wewe utoke nje uweze kukitafuta. Na kwa hayo machache mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kusema maasalam.